Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea na mazungumzo na klabu ya Sekhukhune United ya Afrika Kusini ili kusitisha mkataba wa mkopo wa Boyeli kutokana na kushindwa kuendana na kasi ya timu hiyo. Yanga inamlipa Boyeli 50% ya mshahara huku sehemu nyingine ya mshahara akilipwa na Sekhukhune United. Tumtazame Andy Boyeli toka ajiunge na Young Africans msimu 2025-2026. Asili ya Andy Boyeli ni Andy Boa Boyeli, tarehe ya kuzaliwa ni tarehe 5 Juni 2001, umri wa miaka 24. Ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia nafasi anayochezea uwanjani mshambuliaji, yani center forward, urefu wa mita 1.85. Kabla ya kuja Yanga, Boyeli alicheza klabuni kadhaa barani Afrika ikiwa ni pamoja na TP Mazembe ya DR Congo. Alishiriki michuano ya kimataifa including ligi ya mabingwa Afrika, Power Dynamos FC ya Zambia msimu wa 2022-2023. Alifunga mabao 18 akipata tuzo ya mfungaji bora wa ligi na MVP wa msimu. Sekhukhune United FC Afrika Kusini alijiunga hapo kabla ya kuhamia Yanga akicheza mechi 27 na kufunga magoli 6. Usajili wake ndani ya Young Africans. Andy Boyeli alijiunga na Young Africans Sport Club Yanga rasmi msimu 2025-2026 kwa mkondo wa msimu mmoja kutoka Sekhukhune United ya Afrika Kusini, na klabu ina chaguo la kumbadilisha mkataba kuwa wa kudumu mwishoni mwa msimu, na ilikuwa ni mmoja ya makubaliano, lakini sasa hivi wanazungumza kwamba wanataka kuachana na Andy Boyeli ili kuweza kuleta mchezaji mwingine ambaye ataweza kufanya vizuri ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani. Alisajiliwa tarehe 19 Julai 2025. Mkataba wake ulitakiwa kumalizika Juni 2027 ikiwa angebadilishwa kuwa kudumu. Usajili wake ulikuwa sehemu ya mkakati wa Young Africans kuimarisha safu ya ushambuliaji kwa ajili ya ligi ya ndani na mashindano ya kimataifa. Msimu 2025-2026 Boyeli amekuwa akionyesha uwezo wake kama mshambuliaji wa Yanga. Katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya KMC FC bao 4-1, aliibuka na mabao mawili, moja kupitia penalti na lingine dakika za nyongeza, akitoa mchango mkubwa kwa ushindi wa timu hiyo. Andy Boyeli ni miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao mengi kwa Yanga msimu huu, akitoa namba 2 au karibu na viongozi wa mabao wa timu hadi sasa. Boyeli ameeleza kwamba anaona sapoti kubwa kutoka kwa mashabiki wa Young Africans. Boyeli alieleza kuwa anapata sapoti kubwa kutoka kwa mashabiki wa Young Africans ambao mara nyingi wanamtia moyo kufanya kazi kwa bidii na kufunga mabao mengi zaidi. Andy Boyeli si tu mshambuliaji aliyekuja kwa mkopo tu, bali ni mchezaji aliyejihakikishia sifa yake barani Afrika kwa mafanikio yake. Aliwahi kuwa mfungaji bora na MVP wa ligi kuu ya Zambia. Amecheza ligi za juu Afrika, DR Congo, Zambia, Afrika Kusini. Ameanza kuonyesha athari yake Yanga kwa mapigo ya mabao msimu 2025-2026, lakini pia kocha wa Young Africans amekuwa hamtumii mara kwa mara. Andy Boyeli ni mshambuliaji wa kigeni aliyesajiliwa na Young Africans msimu 2025-2026 kwa mkopo akiwa kama sehemu ya nguvu mpya kushambulia klabu ya kuweza kushambulia na kuipa matokeo mazuri klabu hiyo. Pia aliweza kuonyesha uwezo wa kufunga na kucheza vizuri akiwa na timu, na alionekana kuwa mchezaji muhimu kwa mafanikio ya Yanga msimu huu. Lakini nini kinachokwenda kutokea? Kwani watu wengi wamesema Andy Boyeli amekuwa ni mtu mzito sana mbele, hasa katika eneo la kushambulia, na hivyo Pedro Gonçalves kumwamini zaidi Prince Mpumelelo Dube, kwani yeye ndiye amekuwa akipewa nafasi kubwa zaidi ndani ya kikosi cha kwanza cha Young Africans. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, pia kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kwa updates mbalimbali za usajili, kwani sasa hivi ligi imekusimama mpaka hapo mwezi wa kwanza mapema 2026 ligi itakaporejea, kwani sasa hivi wanapisha dirisha dogo la usajili ambalo linafunguliwa hivi karibuni na kufungwa tarehe 15 mwezi wa kwanza, na hivyo kuwapa nafasi wachezaji kwenda kushiriki ama kusherehekea sherehe ya mwaka mpya pamoja na Christmas wakiwa na familia yao. Wengine wamekwisha kusafiri katika nchi mbalimbali na wengine wa Tanzania wamebaki hapa Tanzania kwa ajili ya mapumziko mafupi, na baadaye hapo tarehe 20 na huko mwishoni wataweza kurejea katika kambi ili kuendelea na maandalizi katika hatua inayofuata ligi kuu NBC Premier League
pamoja na mashindano ya CAF Champions League. Hivyo hivi sasa kuna tetesi mbalimbali za usajili wa dirisha dogo, kwani timu zote zinahitaji kufanya maboresho, kwani ndio fursa pia ya kuweza kufanya hivyo kuelekea katika mapambano zaidi. Mimi ni Queen Lezi niliyekusomea taarifa hii. Hadi wakati mwingine, bye bye.